watazamaji, wasikilizaji na wenzetu wote ambao wametufanikisha hili. Napenda kushukuru kwa muda wako. Asante sana, nashukuru kuweza kupata mahojiano haya. Swala kwanza ambalo ningependa kuuliza ni kwamba watu wanasema kwamba sasa uko Marekani kwa kipindi kidogo. Marekani hapa ni nini ambacho kilikuleta na pengine kwa muda gani? Hapa Marekani nilikuja pana taasisi moja inaitwa National Endowment for Democracy, ambayo ni taasisi inayoshughulikia mambo ya kuweza kuendeleza demokrasia ulimwenguni. Sasa katika taasisi hii ina utaratibu wa kutoa kitu wanaita fellowship, kwamba wanatangaza hizo fellowship, alafu watu wanaandika proposal, wanaandika mapendekezo ya project ambayo wanahitaji kuja kuifanyia kazi, kuifanyia utafiti, kuiandikia. Sasa baada ya uchaguzi wa 2010 niliona tangazo hilo katika website ya National Endowment for Democracy, nikajaza, nikaandika proposal. Ilikuwa kama mwezi wa baada ya uchaguzi tu, mwezi wa 11. Deadline bahati ilikuwa tarehe 15 na mimi niliona tarehe 4, nikaandika proposal. Bahati nikawa katika watu kama 500 hivyo walioandika mapendekezo haya. Tulichaguliwa watu kama 20. Kwa hiyo na mimi nikawa miongoni mwa watu hao 20, kwamba nilikuwa nahitaji nafanya utafiti kuhusu ujenzi wa taasisi zitakazoendeleza demokrasia na vile vile kuleta maendeleo ya kiuchumi Tanzania. Kwa nimekuja hapa kwa muda wa miezi 5 na nimekuwa nafanya utafiti huo, na tarehe 9 Desemba 2011 ilikuwa miaka 50 ya uhuru wa Tanzania bara, uhuru wa Tanganyika. Kwa hiyo nilitoa mada ya miaka 50 ya uhuru wa Tanganyika, toka ujamaa kuelekea demokrasia na maendeleo tuliyopata na matatizo tulionayo. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo yamenileta Marekani kufanya utafiti wa namna ya kujenga taasisi asasi zitakazoweza kuendeleza demokrasia Tanzania na vile vile kuleta maendeleo ya kiuchumi. Na kwa yule mtazamaji na msikilizaji na msomaji ambaye hafuatilii kwa undani kuhusiana na kile ambacho kinatendeka, nini hasa ambacho umekiona katika demokrasia Tanzania ambacho nafikiri taasisi inahitaji kujenga na ambacho umeweza kuwakilisha katika hii National Endowment for Democracy? Jambo la kwanza ni kwamba tumeingia katika mfumo wa demokrasia ya vyama vingi, sio kwa sababu tulikuwa tunaliunga mkono jambo hili, ni kwa sababu pametokea mabadiliko katika upande wa Ulaya Mashariki, upande wa Urusi, na baada ya ukuta wa Berlin kuwa umevunjwa, ni kwamba wafadhili, watu walikuwa wanatoa misaada, wakawa wametueleza waziwazi kwamba katika nchi ambazo hazina mfumo wa kuelekea katika demokrasia hawataweza kuwa wanapewa misaada. Kwa hiyo tukawa tumeingia katika mfumo huu, lakini chama tawala kilikuwa hakina nia thabiti ya kusema kwamba tunaingia katika mfumo huu na tuko tayari kuingia katika uchaguzi, na uchaguzi ukifanyika, ikiwa chama tawala kitashindwa, tutakubali kuachia madaraka. Kwa tumeingia kwamba na sisi tuonekane tuko katika ujenzi wa demokrasia, lakini chama tawala hakitaachia madaraka. Kwa hiyo ndio ilikuwa tatizo hilo ambalo tumeingia. Kwa hiyo tofauti kati ya dola na chama tawala ilikuwa ni ndogo. Hatuna tume huru ya uchaguzi, hatuna katiba yenye misingi ya demokrasia. Kwa hiyo tukawa tuna matatizo kwa sababu ya kukosa tume huru ya uchaguzi, katiba yenye misingi ya demokrasia, kwamba shughuli za siasa na shughuli za serikali zisiwe zinaendeshwa pamoja. Utatazama katika uchaguzi mwingi, uchaguzi tulizofanya uchaguzi 4, chama tawala kimekuwa kinatumia vyombo vya dola, kimekuwa kinatumia helikopta za polisi kwenda kufanya kampeni kinyume cha utaratibu. Makada wa chama tawala ndio walokuwa wanasimamia uchaguzi, wao ndio wanakuwa wasimamizi wa uchaguzi katika ngazi mbalimbali. Matokeo yake ni kwamba tumekuwa hatuna uchaguzi ulio huru na wa haki. Haya mambo ya uchaguzi ni kati ya mambo ambayo tumepanga kuja kuzungumza. Sasa turejee katika chama ambacho wewe umekuwa kiongozi wake kwa muda mrefu. Hali, mtu akikuuliza sasa hivi hali ikoje katika chama cha CUF, unaweza ukaielezaje? Hali ya chama cha CUF nilipoondoka ilikuwa nzuri kabisa, tulikuwa hatuna matatizo. Na upande wa Zanzibar tumeweza kupiga hatua kubwa. Kwa sababu
katika chaguzi zote ambazo tulikuwa tunaweza kwa kweli kwa upande wa Zanzibar kuweza kushinda, lakini katika utaratibu wa ukiritimba wa chama kimoja tulikuwa hatuwezi kuingia katika serikali. Na mwaka 2010 tukawa tumekubaliana kwa upande wa Zanzibar, na kwa hiyo kwa upande wa Zanzibar tumeweza kuingia katika uchaguzi wa 2010. Mgombea wetu wa urais alitangazwa kwamba kapata 49.1%, na mgombea wa CCM amepata 50.1%. Kwa hiyo tofauti ilikuwa ndogo, lakini tumeweza kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Upande wa Tanzania bara tumepata wabunge wawili, lakini kwa ujumla upande wa bara, kwa sababu tuna majimbo mengi, usimamizi majimbo ni makubwa, kusimamia majimbo, kusimamia uchaguzi, kuhakikisha kwamba hamuibiwi kura, imekuwa ni tatizo kubwa sana. Kwa hiyo tumeingia katika bunge, ni chama kimoja wapo chenye wabunge. Tulipata wabunge wa kuchaguliwa, nadhani ilikuwa kama tumepata wabunge 24, wa kuchaguliwa 22 kutoka Zanzibar, wawili kutoka Tanzania bara. Baada ya kuondoka nimepata taarifa kwamba kuna mjumbe mmoja ambaye ni Ahmad Rashid Mohamed alianza kutangaza kwamba anataka kugombea nafasi ya ukatibu mkuu. Akaanza kuingia katika utaratibu wa kufanya mikutano ya hadhara, kukishutumu chama katika mambo mbalimbali. Sasa mimi nilipoondoka nilikuwa nimekutana na Ahmad Rashid ambaye alikuwa ameandika kijitabu, amekisambaza kijitabu chenye nembo ya chama. Nikamwita, nikamweleza kwamba mbona unatumia taratibu ambazo sizo, kwa sababu kama una tatizo ni kiongozi, mambo haya tunayazungumza tuweze kuelewana. Tukawa tumezungumza na akasema basi mimi mambo haya yamemalizika, kwa kweli tutakuwa na mwafaka mzuri. Kwa mimi nilipoondoka najua kabisa kwamba hatuna tatizo la uongozi. Lakini baada ya kufika huku nikapata barua pepe kutoka kwa Ahmad Rashid kwamba anasema kuwa yeye yuko tayari sasa, anataka kugombea, anatangaza kugombea nafasi ya ukatibu mkuu. Sasa barua ile ilikuwa imesambazwa kwa watu mbalimbali. Sasa nikastajabu kwa sababu ilikuwa imeletwa kwangu, lakini imesambazwa kwa watu wengine ambao mimi wala siwafahamu. Kwa hiyo nikawaeleza wenzangu, jamani, hebu mlizungumze jambo hili. Baadaye akaniandikia barua pepe, ananieleza kwamba alikuwa amealikwa katika mkutano wa wabunge na wawakilishi utakaofanyika Pemba. Akasema yeye hawezi kuhudhuria mkutano huo kwa sababu ana kampuni ambayo inafanya maombi katika mabenki mbalimbali ya kimataifa. Kwa hiyo katika kipindi cha mwezi wa Desemba atakuwa anashughulikia kukamilisha maombi yao ya mikopo mbalimbali. Kwa hiyo hawezi kuhudhuria katika mkutano wa wabunge na wawakilishi ambao ulikuwa unafanyika Pemba. Alafu ghafla nasikia kwamba amefanya mkutano wa hadhara Manzese ambapo umetokea vurugu, watu wamepigana na hivi. Ikawa alimuradi imekuwa mambo yanakwenda sivyo ndivyo. Wenzangu kule kamati baraza kuu likakutana, likatoa shutuma mbalimbali kuhusu uvunjaji wa katiba katika utaratibu mzima ambao wamekuwa nafanya, na kuitisha mikutano ambayo imekuwa sio mikutano rasmi, ambayo anakishutumu chama kwa mambo ambayo hayana msingi yoyote. Kwa hiyo baraza kuu likawa limekutana, kwa sababu mimi sipo kikatiba. Kama mimi sipo, baraza kuu anayelisimamia ni makamu mwenyekiti. Kwa hiyo wameitisha kikao cha baraza kuu, wakampa shutuma mbalimbali, shutuma 11 nadhani za uvunjaji wa katiba ya chama, na wakawa wameamua kumuondoa wanachama pamoja na mjumbe mmoja, nadhani mwenyekiti wa wilaya ya Handeni. Kwa hiyo pametokea hiyo vurumai wakati mimi niko huku, lakini nimepata taarifa na baraza kuu limekutana kwa mujibu wa katiba yetu na limefanya maamuzi kwa mujibu wa katiba, na yeye ameenda mahakamani nadhani kupinga maamuzi hayo. Kama nilivyokuambia awali kwamba tunashirikisha kuna wasikilizaji na wasomaji wetu ambao wameshiriki katika hili. Ndiyo. Na
Mmoja kati ya watu ambao walituma maoni ni maswali ni msikilizaji wetu msomaji anaitwa Hamza King Majuto, na amezungumzia hili swala akisema Profesa Lipumba binafsi anaongelea vipi uamuzi wa kumfuta wanachama Mheshimiwa Hamad Rashid kwa maslahi ya kafu na taifa kwa ujumla. Na katika hilo sasa mimi ninachozungumzia ni kwamba ninachoongezea ni kwamba ni kipi ambacho Mheshimiwa Hamad Rashid alikivunja, ni utaratibu gani ambao hakufuata, kwa sababu tunaamini kwamba pengine na yeye ana haki kwa mujibu wa katiba kugombea, lakini ni kipengele kipi ambacho yeye alikivunja mpaka kuweza kufutwa wanachama? Naam, jambo la kwanza ni kwamba tuna utaratibu wa kugombea nafasi. Tumefanya uchaguzi wa chama ndani ya chama mwaka 2009. Mwaka 2009 kwa uchaguzi mwingine tunafanya uchaguzi kila baada ya miaka 5. Na uchaguzi mwingine utakuwepo 2014. Ndio uchaguzi mwingine wa chama ngazi ya taifa. Mwaka jana ilikuwa ni 2011. Utaratibu wa kugombea nafasi hauna matatizo. Mimi mwenyewe nimegombea wenyekiti katika kipindi kilichopita, nilikuwa na wagombea wengine 2. Palikuwepo na Dr. Safari, palikuwepo pia na Captain Masanja ambaye pia aligombea wenyekiti. Kwa hiyo swala la kugombea nafasi zozote za juu halina matatizo yote, ila unafuata utaratibu. Wakati utakapofika kwamba nafasi za uchaguzi unafanyika wakati huu, utaratibu unawekwa, unajaza fomu, unaandika, ukijaza ile fomu unapeleka na unagombea nafasi hiyo. Sasa tatizo liliopo ni kwamba kufanya vikao visivyokuwa rasmi, kumshutumu katibu mkuu katika mambo ambayo sio ya msingi, si ya kweli, kufanya mikutano ya ndani ya chama bila kufuata utaratibu wa chama. Yeye ni mjumbe wa baraza kuu, ni mbunge. Kufanya mikutano ya siri na baadhi ya wanachama kwa madhumuni ya kuweza kukihujumu chama. Kupinga mambo ambayo tumekubaliana katika chama, na alikuwepo katika vikao, amekubali, ameafiki maridhiano ya Zanzibar. Nayo alikuwa akiyapinga, anasema kwamba yamefikiwa bila kufuata utaratibu wa katiba. Sasa ukiwa unahitaji kugombea nafasi ya uongozi ndani ya chama, utahitaji kile chama unachogombea nafasi ile kiwe chama imara. Hauwezi ukawa unahitaji kugombea nafasi ya uongozi halafu unakihujumu kile chama ambacho kimekuwa ndicho unataka kukiongoza. Sasa utakiongoza chama gani ikiwa katika mchakato mzima mambo unayoyafanya unakidhoofisha kile chama, unakivunja kile chama? Kwa hiyo palikuwa na mashtaka ambayo yametolewa, na alikuwa amepewa nafasi ya kuweza kujitetea katika vikao rasmi. Kwa hiyo kikao ambacho kinachoweza kufanya maamuzi ni kikao cha baraza kuu la uongozi la taifa, ndio kimepewa mamlaka ya kuweza kufanya maamuzi. Na kikao kile kilikuwa kikao halali, kilikuwa na wajumbe waliotimia. Mwenyekiti akiwa hayupo haina maana kwamba shughuli za chama haziwezi kuendelea. Shughuli za chama zinaendelea kama kawaida. Hata katibu mkuu akiwa hayupo, shughuli za chama zinaendelea kama kawaida. Kwa mfano, tulikuwa tumefanya maamuzi ya kufanya maandamano ya amani 2001. Wakati ule katibu mkuu alikuwa hayupo na wajumbe wengine walikuwepo, lakini baraza kuu lilikutana likafikia maamuzi kwamba tutafanya maandamano ya amani. Kwa hiyo maamuzi yaliyofanyika yamefuata utaratibu wa katiba ya chama, na chombo ambacho kilichofanya maamuzi ni chombo ambacho kina uwezo wa kufanya maamuzi, na kilikuwa na wajumbe, quorum ilitimia, na kwa hiyo ule uamuzi kufuatana na katiba yetu ni uamuzi halali. Kwa hiyo wewe kama mwenyekiti na wewe kama Profesa Lipumba mwanachama unaamini kwamba uamuzi uliofikiwa kumfuta wanachama ni uamuzi halali? Uamuzi halali kabisa, umefuata taratibu za chama, umefuata katiba ya chama. Amepewa nafasi ya kuweza kujitetea, na alipokwenda, taarifa nilizozipata, amekwenda katika kikao kile, yeye amekwenda na nakala ya barua kutoka mahakamani kwamba kikao hicho kisiendelee. Lakini barua ile aloipeleka ilikuwa barua ambayo imepelekwa kwenda kwa kamati tendaji ya taifa.
Lakini kamati ya utendaji ya taifa haina mamlaka ya kuweza kufanya maamuzi ya kumuondoa mwanachama yeyote yule. Kwa hiyo kamati ambayo ilikuwa na uwezo ni baraza kuu, au kikao chenye uwezo ni baraza kuu la uongozi la taifa. Barua alokuja na nakala ilikuwa barua inaenda kwenye kamati ya utendaji ya taifa. Sisi kama baraza hatukupata barua toka mahakamani. Kikao kilikuwa kinafanyika Zanzibar kwa utaratibu wa kimahakama. Kama kikao kinafanyika Zanzibar, barua inayotoka kwenye mahakama kuu Tanzania bara inabidi ipelekwe mahakama kuu ya Zanzibar, na mahakama kuu ya Zanzibar ndio ipeleke barua kwenye kikao kinachohusika au kwa maafisa wanaohusika. Nakumbuka mimi nilishtakiwa na mkurugenzi wa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar. Kwa kumkashifu kwamba uchaguzi wa Zanzibar haukuwa wa haki. Nimeshtakiwa, barua ya kuniita mahakamani Zanzibar na mashtaka haya ilipelekwa mahakama kuu ya Tanzania. Mjumbe wa mahakama kuu ya Tanzania akaja, nilikuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam wakati ule, akaniletea ile barua, na ndio maana nikaenda kwenye kesi mahakamani Zanzibar. Kwa hiyo utaratibu ambao huwezi wewe ambayo unaishtaki ndio kaniletea barua unayenishtaki kwamba unaitwa mahakamani kikao hiki kisifanyike. Lazima barua itoke mahakamani na ifuate taratibu zinazojulikana. Sasa huyu tunamzungumzia mtu ambaye ni mjumbe wa baraza la wawakilishi, kati ya watu ambao wanakwenda, na pia ni mbunge. Na ni kati ya watu ambao wanashughulika katika swala pia la kutunga sheria. Naam. Sasa unapokuwa na wanachama ambao ni sehemu ya utungaji wa sheria, lakini hawaonekani kuwa wanafahamu utaratibu wa nani anatakiwa kupelekewa barua ama nani anatakiwa kupeleka barua, inakupa taswira gani kwa mwanachama wa kawaida ambaye hana utaalamu wa sheria? Unafikiri kwamba kuna haja ya wanachama wa CUF kuanza kupata mwelekezo wa nini cha kufuata anapotaka kuchukua hatua mbalimbali juu ya chama? Ni tatizo kwamba Hamad Rashid mimi imenifadhaisha, imenisikitisha. Hamad Rashid ni mwanachama wetu muasisi wa chama hiki. Ni mwanachama ambaye kaingia kabla hata mimi sijaingia katika chama. Hamad Rashid alifukuzwa CCM wakati akiwa naibu waziri, na baadaye tulipoingia katika mfumo wa vyama vingi akawa muasisi wa chama cha CUF. Amekuwa kiongozi wetu wa muda mrefu. Kwa hiyo nisikitisha sana hatua ambazo alizozichukua, na hasa ukizingatia kwamba mimi nilizungumza naye, nilikaa naye katika kikao ambapo makamu mwenyekiti alikuwepo, katibu mkuu alikuwepo, kuweza kumaliza hizi tofauti na kuweza kutafuta taratibu ambazo za kuweza kufuata. Nimeondoka, haijachukua muda mrefu, nadhani nimeondoka kule Oktoba. Nimekuja hapa tena nimeondoka baada ya kuwa nimekwenda kwenye uchaguzi wa Igunga, kushiriki katika uchaguzi wa Igunga, na yalikuwa amekwenda kule. Wajumbe wengi ambao wamekuwa wapo katika kundi la Hamad Rashid nilikutana nao Igunga. Haya matatizo ambayo wamekuwa wanayazungumza hivi sasa kwamba katibu mkuu labda hajafanya kampeni ya kutosha bara, wakati katibu mkuu amekwenda kufungua kampeni ya CUF Igunga, kafanya ziara wilaya ya Urambo, amefanya ziara wilaya za Lindi na Mtwara. Kwa hiyo zile shutuma alafu ingekuwa wamenijulisha wakati ambapo tumekutana nao, lakini mimi nimeondoka pale, wote wajumbe ambao baadhi yao wanamuunga mkono Hamad Rashid walikuwa hawajanieleza tatizo lolote walikuwa wameliona katika chama. Nakuja kusikia mambo yamekuwa katika hali mbovu baada ya kwamba mimi niko. Kwa hiyo hilo limefadhaisha na linaleta taswira mbaya kwa upande wetu sisi. Linatuumiza kwa sababu huyu ni kiongozi ambaye ni mtu wa siku nyingi katika chama. Sasa akiwa anatoa shutuma ambazo pamoja kwamba hazina msingi, hazina ukweli, lakini lazima zinakuwa na nguvu kwa sababu ni kiongozi mkubwa, ni kiongozi wa siku nyingi katika chama, na linawapa matatizo wanachama wetu, linawapa matatizo wananchi.
Lakini lazima tuelewe katika masuala ya ujenzi wa chama na katika masuala ya ujenzi wa demokrasia ni lazima uwe na vyama imara. Na vyama imara, watu hawalielewi hili, vyama imara ni vyama ambavyo vina nidhamu ndani ya chama. Huwezi ukajenga chama imara ikiwa nyie ndani ya chama hamna nidhamu, hamfuati taratibu. Na hasa ukizingatia kwamba wenzetu wana dola, wenzetu wana vyombo, wenzetu wana uwezo mkubwa zaidi. Kwa hiyo nyie msipojenga nidhamu, mkafuata taratibu za maamuzi yafanyike katika vikao, mfanye mijadala, hata kama mkitofautiana, baada ya kufika kwenye kikao mkishafanya maamuzi, yale yanakuwa ni maamuzi ya pamoja, ndiyo maamuzi ya kikao. Kwa hiyo ni muhimu sana katika ujenzi wa vyama, na wananchi waelewe hilo, wa Tanzania waelewe hilo, kwamba ili tujenge demokrasia tunahitaji vyama imara. Vyama imara vio vina demokrasia ndani yake, ndani ya chama, lakini demokrasia inayofuata taratibu za chama, inayofuata nidhamu, inayoheshimu katiba. Na sisi tumeshatoa mfano. Nafasi ya mwenyekiti imeshagombewa, na katika uchaguzi uliopita wa 2009 palikuwa na wagombea 3 wa nafasi ya mwenyekiti. Na wote tulipewa nafasi, tukaulizwa maswali, kila mmoja ameulizwa maswali 15 na wajumbe kwenye mkutano. Na wajumbe wakapiga kura. Kila mgombea alikuwa na wakala wake, wote tukaona kura zimepigwa, zimehesabiwa na matokeo yametangazwa bila kuwa na tatizo lolote. Kwa hiyo swala la kugombea nafasi ya uongozi ya ukatibu mkuu kwetu halina matatizo. Lakini alimuradi tunafuata taratibu. Huanzi kufanya vikao vya siri vya madhumuni ya kuweza kuhujumu chama, kuhujumu utendaji wa chama, kukisambaratisha chama, kwa nia ya kusema kwamba nataka kugombea nafasi ya katibu mkuu. Kama unaweza kunijibu hili kwa fupi, nakumbuka CUF katika uchaguzi wa mwaka, hasa katika mwaka 2000 mlionekana kwamba mlikuwa mmekuja na nguvu sana. 2005 hamkuonekana kuwa na nguvu kama ilivyokuwa mwaka 2000. Kama unaamini katika kile ambacho ni uchunguzi ambao naweza kusema kwamba observation ambao nimefanya, ni kwa nini unafikiri CUF inaanza kupoteza mguso kwa wananchi, na ni nini mnafanya kurejesha? Swala sio kupoteza mguso kwa wananchi, ni swala ni kwamba ni utaratibu wa uchaguzi wenyewe unavyofanyika. Uchaguzi unavyofanyika umekuwa ni uchaguzi ambao utaratibu ni kwamba unapewa kura ambazo zile zilizosimamiwa na jamaa wa CCM. Ni kweli kwamba tulikuwa wa pili mwaka 2000, tulikuwa wa pili mwaka 2005, na tulikuwa wa 3 mwaka wa 2010. Na kwa hiyo kura zetu zimekuwa kura zinazotangazwa zimekuwa zinapungua. Tatizo moja kubwa ambalo tumekuwa nalo, na hilo tumekuwa bado hatujalipatia ufumbuzi, ni kwamba kampeni zetu na mikutano yetu na shughuli zetu za kichama, pamoja na kwamba zimekuwa zina nguvu katika maeneo tunayokwenda, lakini zimekuwa hazitangazwi kitaifa. Tumekuwa tuna bahati mbaya ya kuwa wakati mwingine unakuwa na karibu boycott ya saa, kwamba unaenda kwenye mkutano wa hadhara, watu wengi, watu wanakusikiliza pale, lakini wale wa pale ndio wanaokusikiliza. Kitaifa hautoki katika vyombo vya habari kwamba umefanya mkutano wa hadhara, umehudhuriwa na watu wengi. Kwa hiyo katika hali ambapo huna vyombo vya habari ambavyo vinaeleza kampeni zako, mwitikio wa watu katika maeneo ambayo umekwenda, kwa watu wanakuwa hawana habari kwamba chama kipo, chama kinafanya kampeni, chama kinakubalika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo matokeo yake yanakuwa kwamba jumuiya kwa ujumla, kwa sababu huna coverage ya kutosha, hautangazwi habari zako za kutosha, kwamba unakuwa hauonekani kama unafanya shughuli za kisiasa, unafanya shughuli za kichama, na wenzetu wakawa wanatangazwa zaidi kwa nguvu zaidi. Na kwa hiyo sisi hilo liliweza kutuathiri katika utaratibu mzima wa kuweza kujenga chama.
Gharama za kujitangaza hivi sasa zimepungua sana. Nazungumzia blogs ziko free, kuna tovuti, na achilia mbali hiyo kuna Chama cha Mapinduzi kina redio huru. Nyinyi mmefanya mkakati gani katika haya kuhakikisha kwamba sasa mmetambua kwamba tatizo ni kwamba hamtangaziki, na mnajaribu sasa kuweza kufikisha ule ujumbe wenu kwa umma, kwa sababu ni ujumbe, kama ninavyoamini, ni ujumbe kuikomboa Tanzania. Vipi mnaanza sasa kutafuta suluhisho hili na si kukaa na kuanza kuzungumza kwamba ni kwa sababu hii ndio maana hatueleweki? Naam, tunatazama kwanza tovuti yetu ya CUF hivi sasa iko hewani tayari, imefanywa ukarabati na iko hewani. Lakini tovuti ni zaidi watu wa nje, watu wa mijini kidogo wataiona, lakini kwa hivi sasa si Watanzania wengi, tunaongezeka, lakini si Watanzania wengi ambao wanakuwa wamo katika tovuti. Wako wasomi na wakati mwingine hata washiriki wengi wanaweza ukawa wako nje ya Tanzania, lakini hilo tumelifanyia kazi, na tuna tovuti ambayo hivi sasa ya CUF ambayo inafanya kazi hivi sasa na inaandika habari zetu. Na tumekuwa kwa muda mrefu tumekuwa jaribu kuanzisha radio na kuweza kupata radio ya kuweza kuwa tunaeleza habari zetu. Tumekuwa tunapata vikwazo vya kuisajili radio, maana karibu ni miaka 4-5 hivi tumekuwa tunakaribia kabisa kusajili, alafu tunalitoa barua kwamba hiki hakijakamilika. Lakini hilo ni jambo ambalo tunalielewa, na swala la radio limekuwa linashughulikiwa, na vile vile swala la gazeti. Tulikuwa tuna gazeti lilikuwa linatoka kila baada ya wiki, lakini sasa gazeti ni matangazo ya biashara. Kuweza kuliendesha, uweze ukaliendesha gazeti kwa kutegemea mauzo ya zile nakala ambazo unazozichapisha. Kwa hiyo hilo pia nalo tunalifanya kazi tuweze kupata gazeti ambalo linaendeshwa kitaalam na ambalo linaweza likapata makala ya watangazaji, kupata matangazo ya kibiashara ili liweze kujiendesha lenyewe. Kwa hiyo tunafanyia kazi radio, tunafanyia kazi pia gazeti tayari, tovuti ipo, na blog mbalimbali pia zipo, zinaweza kuwa zinaeleza shughuli ambazo tunazozifanya. Alipokuwa akiongea nasi hivi majuzi, na ni wiki moja tu iliyopita, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambaye pia ni kiongozi wa upinzani bungeni, Mheshimiwa Freeman Mbowe, alisema kati ya sababu ambazo zinasababisha upinzani ushindwe katika chaguzi zetu ni upinzani wenyewe kutokuwa na watu ambao wameiva kuweza sio tu kusimamia, lakini kuuza sera za chama huko majimboni. Japo kwa ufupi sana, unakubaliana vipi ama unapingana vipi na hoja hii kwamba pengine watu mnaosimamisha katika majimbo, hata wewe unapokwenda kama mgombea wa urais, unaona kabisa kwamba hapa hakuna kitu hapa? Tatizo tuseme Watanzania ambao tumebahatika kupata elimu, wengi wanajikita kwenye chama tawala, kwamba Watanzania wenye elimu tuko wachache sana ambao tuko tayari kuingia katika mapambano ya kudai haki na kuweza kuingia katika shughuli za uchaguzi. Na mara kwa mara unapowaeleza watu labda waweze kushiriki na hivi, anahitaji umhakikishie kwamba mtalipa gharama zote, labda pia na nyumbani ataacha kitu gani na hivi na nini. Kwa hiyo tatizo bado tunalo kwamba watu ambao wanaibuka na wanaotuunga mkono, na tuna watu wengi tunaunga mkono na watu wa kawaida. Watu wa kawaida wanatuunga mkono, lakini ukitazama watu ambao wana middle class, unaweza kuita middle class, labda watu wasomi kidogo na hivi, wanaojitokeza wengi wanakuwa waoga, na wakijitokeza wanaenda kugombea kwa tiketi ya CCM. Na wakati mwingine labda anaweza akigombea kwenye tiketi ya CCM akaanguka kwenye kura za maoni ama hivi na nini, ndio anaweza akafikiria labda agombee
katika upinzani. Kwa hiyo Mbowe anapozungumza hilo, anazungumza jambo la ukweli, ni kwamba sehemu nyingi unaweza kujikuta kwamba hupati wagombea wazuri. Lakini sio tu wagombea wazuri, majimbo ni makubwa. Unahitaji upate mgombea ambaye kidogo pia ana uwezo. Sasa tumekuwa tuna wagombea wengine, wagombea wazuri kabisa, lakini hana uwezo wa kifedha. Sasa ikiwa hana uwezo wa kifedha na nyie hamna uwezo mkubwa wa kifedha, kwa mfano mimi katika jimbo la Tabora Kaskazini niko na mgombea mzuri ambaye anajenga hoja vizuri kabisa, lakini alikuwa hana gari. Sasa kama huna gari, jimbo kubwa yani unaenda na kilomita 200-250, bado uko katika jimbo moja, kilomita 300 kutoka eneo moja mpaka kwenda eneo lingine. Huna gari, unakuwa na tatizo la kuweza kufanya hata mikutano ya kampeni. Halafu pia na wananchi ndio hivyo, nani katika hali ya uelewa kwa mdogo, kwamba ukiwa huna kitu pamoja na kwamba una hoja nzuri, wananchi pia wanakuwa na wasiwasi, kwa sababu afadhali katika ile miaka ya awali ya mfumo wa vyama vingi palikuwa na watu wanajitolea kwa wingi sana. Wakati ule wa 95 mpaka 2000 watu walikuwa wakijitolea kwa wingi sana. Lakini hivi sasa watu wanatazama kwamba chama au mgombea ndio awawezeshe katika kufanya ile kampeni, sio wao wafanye kampeni ile kwa kujitolea. Kwa hiyo tuna tatizo la middle class ya wasomi kuweza kushiriki katika vyama vya upinzani, kuweza kujitolea na kufanya kazi katika vyama vya upinzani kwa lengo la kuweza kuleta mabadiliko. Wengi wakijitokeza wanaenda kugombea nafasi za ubunge kwa tiketi ya CCM. Umezungumza kuhusu ukubwa wa majimbo, na inaonekana kidogo kupingana na baadhi ya mtazamo wa watu ambao wanaamini kwamba tuna wabunge wengi. Wewe kwa awamu 4 kwa miaka yote 20 tangu mwaka 95, 2000, 2005 na 2010 umefanya ziara nchi nzima wakati wa kupiga kampeni. Unaonaje uwiano wa ukubwa wa nchi yetu ukilinganisha na idadi ya wabunge tulionao? Nchi ni kubwa, lakini pia huhitaji kuwa na bunge ambalo lina wabunge. Hivi sasa tuna majimbo ya uchaguzi Tanzania bara 187. Nchi ni kubwa kweli, lakini huhitaji ukawa na bunge kubwa kupita kiasi. Kwa hiyo unamaanisha kwamba uwiano, mimi sina lengo la kuongeza nafasi ya viti vya ubunge, kwa sababu unapoliongeza na majimbo mengine ni makubwa, lakini watu sio wengi sana. Kwa sababu utakuta kwamba kuna maeneo, kwa mfano jimbo kama vile la Liwale. Jimbo la Liwale ni kubwa sana kieneo, vijiji viko mbalimbali, lakini watu ni wachache. Unaweza kukuta kwamba jimbo kama la Liwale, sina kumbukumbu sahihi, lakini linaweza kuwa na wapiga kura chini ya 50,000, labda wapiga kura 30,000. Lakini eneo ni kubwa kuliko mkoa wa Kilimanjaro. Eneo la jimbo la Liwale ni kubwa kuliko Kilimanjaro, lakini watu ni wachache. Kwa hiyo maeneo yanakuwa mengine ni makubwa kijiografia, sio makubwa kwa wingi wa watu. Kumbukumbu zangu sio sahihi, lakini tuseme bunge la India. India ina watu bilioni 1 na karibu ni milioni 200. Watu bilioni 1 na milioni 200. Lakini wabunge sio zaidi ya wabunge 500. Wabunge wako kama 500 hivi, 500-600, sina kumbukumbu sahihi. Kwa hiyo swala sio tuongeze viti vikawa wabunge wengi zaidi. Na ukiwa na wabunge wengi
kupita kiasi katika bunge, mijadala itakwenda maana bado una saa 12 katika siku. Kwa hiyo lazima utazame bunge lisiwe na watu wengi sana. Senate hapa ina watu 100. Marekani na watu zaidi ya milioni 300. Bunge la juu ni watu 100. Kila jimbo maseneta 2. Sina namba kamili ya House of Representatives, lakini wao sio wengi kupita kiasi. Kwa hiyo unakuwa na utaratibu wa kuweza kuwa na mijadala. Kwa hiyo swala ni uwiano wa watu, maeneo yenyewe, lakini tusiwe na wabunge kupita kiasi. Kwa kweli wabunge 300 wanatosha kabisa. Na sasa hivi tuna wabunge zaidi ya 300 ukichukua utaratibu wa vitu vya uwiano wabunge kutoka Zanzibar, tuna wabunge zaidi ya 300.